Hii ni Biblia Bard. Somo la 66. Maneno 10 yanayoeleweka. Kutamani. Habari na siku njema. Hii ni Biblia Bard. Biblia Bard ni msimuliaji wa hadithi anayekariri matini za kimapokezo zinazohusiana na mapokeo mahususi simulizi. Niko hapa kukariri na kukuza kile fasihi ya Biblia inasema kuhusu nani ni Mungu na nani ni binadamu. Somo, amri 10 kutamani wivu. Hapa ndio mahali tulipo leo. Katika maandiko ya Biblia, Waebrania wa kale wanaingia katika uhusiano, agano, sheria na Mungu. Msingi wa makubaliano haya unaitwa Dekalogia. Ni amri hizi 10 kama zilivyoeleweka katika Kutoka 20 mstari wa 1 mpaka 7 na Kumbukumbu la Torati 5 1 mpaka 22 ambazo zinaunda msingi wa uhusiano wa kitaifa kati ya taifa na Mungu. Ifuatayo ni orodha ya vipindi vya podcast kuhusu kila amri iliyo na viungo vya kila kipindi. Kuhusu uhusiano na Mungu. Ya kwanza, ukengefu. Kutoka 20 mstari wa 3, Kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 7, ukiukaji Kutoka 32. Nambari ya pili, ibada ya sanamu. Kutoka 20 mstari wa 4, Kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 8, ukiukaji Kutoka 32. Nambari ya tatu, kukufuru. Kutoka 20 mstari wa 7, Kutoka 5 mstari wa 11, ukiukaji Mambo ya Walawi 24 10 mpaka 16. Nambari ya 4, Sabato. Kutoka 20 mpaka mstari wa 8, Kumbukumbu ya Torati 15 12, ukiukaji Hesabu 15 32 mpaka 36. Kuhusu uhusiano na watu. Nambari ya 5, wazazi. Kutoka 20 mstari wa 12, Kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 16, ukiukaji Kumbukumbu ya Torati 21 mstari wa 18 mpaka 21. Mauaji. Kutoka 20 mstari wa 13, Kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 17, Waamuzi 19:21. Nambari ya 7, uzinzi. Kutoka 20:14, Kumbukumbu ya 5 mstari wa 18, Mfano Samueli 2:11 mstari wa 12. Kuiba. Kutoka 20:15, Kumbukumbu ya Torati 5:19, Mfanao Yesu 7. Nambari ya 9, Shahidi na uongo. Kutoka 20 mstari wa 16, Kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 20, ukiukaji Kwanza Wafalme 21. Nambari ya 10, tamaa. Kutoka 20 mstari wa 17, Kumbukumbu ya Torati 5 mstari wa 21, mfano wa mapema ya msingi wa kushindwa. Kwa vipindi hivi vya podcast tunachunguza kile hitaji na kutoa hadithi kutoka kwa fasihi inayoeleza kwa kina jinsi Waebrania wa kale walikiuka sheria moja baada ya nyingine ya sheria hizi 10. Kwa mfano, katika vitabu vyote vya fasihi hii ya kale. Muhtasari, amri ya 10 inahusu kutamani au wivu. Hii ndiyo amri. Kutoka 20 mstari wa 17, amri ya 10. Usitamani nyumba ya jirani yako, usimtamani mke wa jirani yako, wala mchakazi wake, ng'ombe wake, wala punda wake, wala kitu chochote alicho nacho jirani yako. Neno la Biblia ni kutamani, neno linalofanana na kisasa zaidi linaweza kuwa wivu. Kwa neno lolote linalorejelewa ni tamaa ya ndani, hisia katika usemi wake mbaya zaidi tunaweza kuliita tamaa. Hakuna mfano uliotolewa katika kifungu unaonyesha jinsi Waebrania walivyokiuka amri hii. Hata hivyo,
Amri inasimama kwenye dekalojia kama agizo la moja kwa moja kutoka kwa Mungu kwenda kwa wanadamu. Wanadamu wanaweza daima kuishi ukosefu, kitu kinachokosekana wakati wa kujilinganisha na mwingine. Amri ya 10 inasema kwamba kutamani au wivu unapotokea mioyoni mwetu, tunahitaji kushutumu kuwa ni hisia ya kupinga kuwa kichocheo. Kwa nini? Nambari ya kwanza, kwa sababu ni uhalifu na kuadhibiwa dhidi ya Mungu. Hamuonei mtu yeyote, na sisi pia hatupaswi. Nambari ya pili, kwa sababu ni sababu ya kutia moyo katika kukiuka amri zingine. Kilicho nyuma ya uuaji, uzinzi, wizi na ushuhuda wa uongo ni tamaa mbaya, tamaa ya dhambi ya kuchukua kutoka kwa mtu mwingine kitu ambacho sisi hatuna. Wakati Akani anatamani ngawira ya kuvutia lakini takatifu kutoka Yeriko, wakati Daudi anatamani kufanya ngono na Bathsheba, mrembo aliye uchi, Yezebeli anapomweka Nabothi afe ili mfalme apate kuteka shamba lake la mizabibu, jambo la kuchochea ni tamaa ambayo iliyo moyoni mwa mkosoaji mtu. Waamuzi wa wanaume wanaomtaka mwenye nyumba amtoe msafiri anayekaa nyumbani kwake kwa tamaa yao ya kutaka kuwa na mamlaka juu ya kingono na kumtisha kwa sababu ya kutoweza kujikinga na chochote wanachofanya kwake. Ijapokuwa mwenye nyumba humlinda msafiri, yeye na msafiri humtoa suri huyo kwenye upakaji wa genge ili kujilinda kwa kutosheleza tamaa ya genge la kutaka mamlaka juu ya mvamizi huyo asiyejua. Muhtasari, amri ya 10 ndiyo ufunguo wa kuelewa jinsi Yesu alivyozungumza kuhusu sheria. Alivyozungumza si tendo la kimwili linalovunja sheria, bali mtangulizi wa wivu. Ndiyo maana maelezo ya Yesu yaliwakasirisha sana Mafarisayo, hata wakawa adui zake. Kwa mtu wa kidini, matendo lazima yaonekane kuhukumiwa kuwa ya kustahili au yenye ufanisi. Makosa ya kidini au dhambi. Yesu alivyoonyesha kwamba Mafarisayo wanataka kuonekana wakifanya shughuli za kidini, lakini Yesu anaposisitiza juu ya msukumo, mwendo wa ndani ya moyo ambao ndio amri ya 10 inayozingatia katika Marko 7 mstari wa 20-21, anatoa muhtasari wa asili ya matendo maovu akisema, kinachomtoka mtu ndicho kimtiacho unajisi, kwa maana ndani ya moyo wa mtu hutoka mawazo mabaya, uasherati, uuaji, wivi, uzinzi, tamaa mbaya, uovu, ira, ufisadi, usuda, matukano, kiburi, upumbavu. Haya yote maovu hutoka ndani ya kumtia mtu unajisi. Bila shaka hisia hizi ndizo amri 10 inahusu. Yesu anaonyesha kwamba ikiwa utaomba ufanye faragani, Mathayo 6 mstari wa 5-8, ikiwa utawapa maskini fanya kwa siri.
Mathayo 6:1-4. Ikiwa unafanya ibada ya kufunga, usijulishe mtu yeyote. Mathayo 6:16-18. Ikiwa unafanya, lazima upoteze maisha yako ili kupata uzima unaotoa. Luka 9:24-25. Ya Yesu kuhusu nia ya matendo ya mtu. Anakazia kwamba shughuli zetu za kidini zinapaswa kufanywa mbele ya Mungu, si mbele ya watu. Kwa hiyo tunapaswa kupinga mawazo yenye unajisi. Katika Wakolosai 3:12-14, Mtume Paulo anatoa orodha ya hisia ambazo ni maonyesho ya mtazamo sahihi wa ndani ya waumini anaposema, kwa hayo, kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu, wapendao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole na uvumilivu. Vumilieni na kusameheana. Sameheni kwa Bwana ulivyosamehewa ninyi. Na juu ya wema wote hao jivikeni upendo, ndio unaowaunganisha wote katika umoja mkamilifu. Kinaya cha ajabu cha maneno haya ya Paulo ni kwamba ingawa unawatia moyo wasikilizaji wake wadumishe uhusiano wa ndani na sifa za kimungu, yeye anatumia sitiari ya mavazi yenye sifa hizo kama kwamba ni mavazi ya nje ambayo anaweza kuyavaa bila shaka. Zile amri 10 ni matendo ya nje ambayo Mungu anatakasa. Lakini kama amri ya kwanza, uasi, imani, wanapata kujieleza kwa nje. Uasi unakuwa ibada ya sanamu. Tamaa haramu inakuwa mauaji, uongo, wizi. Na kulingana na Paulo, hisia za ndani ya upendo asilishi matendo yanayoonyesha huruma, wema, unyenyekevu, upole na subira. Hisia zinazotokana na matendo ya nje kati ya watu. Hitimizo nilichosema hapo awali kinahitaji kusema tena. Mungu ni Biblia, kama tulivyoonyeshwa mahali pengine. Anadai cheo chake cha pekee akiwa Mungu na pekee muumba, mkamilifu kiadili na asiyeweza kufanya uovu, au hakimu mwadilifu wa ubinadamu ambaye hatimaye huwaadhibu waovu wasiotubu na kuwatapisha waliosamehewa. Kinyume cha wivu, kutamani au tamani upendo. Mtu yeyote anaweza kuvaa kofia ya kipumbavu ikiwa kuivaa ni ishara ya imani ya kidini. Watu wanaona kofia ya kuhitimiza aliyeivaa ana dini sana. Maneno haya ya nje ya uchaji Mungu yanafanya kwa manufaa ya watu, sio Mungu. Mafundisho ya Yesu yanakuza utoao wa ndani, lakini tatizo ni hisia ya uchaji. Huruma, fadhili, unyenyekevu, upole na subira na upendo unaonekana kutokomea wengi wetu. Tunasihisi mara chache vya kutosha tu kujua sivyo, lakini haitoshi kutofuatisha kama wafuasi wa Mungu ambaye daima
kuhisi mambo haya. Kile tunachohisi kila siku na wakati wowote na mchana ni pamoja na uasherati, pupa, uovu, udanganyifu, uasherati, usudu, kashfa, kiburi na upumbavu ambayo hutokea kwa kawaida katika mioyo yetu wakati wote, lakini Mungu hana hisia kama hizo. Kwa hakika katika fasihi zile amri 10 zinapima umbali wetu kutoka kwa Mungu, jinsi hizi mawazo na mielekeo yetu iko mbali naye. Jibu linalofaa tunapotambua kuwa tumevunja moja tu ya amri hizi si kukata tamaa, ambayo inasema siwezi kufanya hivi, siwezi kuwa hivi, kwa hiyo acha nikumbatie kile nilicho na nifanye maovu. Badala ya jibu linalofaa ni ile la toba kutoka kwa maovu na kutoa ombi la dhati kwa Mungu kubadili mioyo yetu kuwa kama yeye. Mungu ametupa kielezo cha Yesu pamoja na neno lake linalosema, Zaburi 119, sanamu zako ni za ajabu, kwa hivyo nimewatii kufafanuliwa na maneno yako. Kwa kuwatii nuru huwapa ufahamu wanyonge, unielekee mimi na unirehemu kama unavyowatendea wale waliopendao jina lako siku zote. Usiache dhambi isitawale juu yangu. Kulingana na kifungu, lengo la Ukristo wa Biblia ni kwa wanadamu kuwa mioyoni mwao katika hisia zao kama Mungu. Badiliko hili katika moyo wa mwanadamu linakamilishwa na utaratibu wa amani katika Yesu Kristo na ujumbe wa Injili. Ona Biblia Bard, somo la 25, kifo, kuzikwa na ufufuo wa Yesu. Jambo muhimu zaidi fasihi ya Biblia inasisitiza ni kwamba Mungu hufanya mabadiliko haya ya moyo yatokee ndani ya wanadamu. Hatuwezi kufanya hivyo sisi wenyewe. Waefeso 2:8, kwa maana mumeokolewa kwa neema kwa njia ya amani, na hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, si kwa matendo ya binadamu. Viunganishi. Biblia bali inatoa tu kile ambacho Biblia inafundisha kuhusu madai fulani. Sijaribu kukugeuza kuwa dini. Podcast ya Biblia bali ni ya habari. Tunazungumza kuhusu kile ambacho fasihi ya Biblia inaeleza, hasa mawazo ya dhana inayowasilishwa, kwa sababu watu wengi hawajawahi kujihusisha na mawazo ya kibiblia. Amua mwenyewe ikiwa unakubali au hukubali na matamshi ya Biblia. Asante mapema kwa kufuata na kusikiza maudhui kutoka kwa jumuiya ya Biblia Bard kama ifuatayo. Biblia Bard website www.bibliabard.org, SoundCloud, YouTube, Facebook, Instagram, Rumble, Spotify, TikTok na Twitter. Asante kwa kunisikiza.